Wakati tunaanza hili zoezi, kulikuwa kuna hofu ya watu wengi tu, kwa sababu tangu dunia imeumbwa, tangu ziwa Tanganyika limekuwapo, Wanatanganyika ndugu zangu mlioko hapa, kwa maana ya kuanzia Kigoma, Katavi mpaka kule Rukwa, hatukuwahi kushuhudia ukuzaji viumbe maji kwenye samaki kwa njia ya vizimba. Mara zote tunapoanza kitu kipya huwa kuna hofu kidogo, na ile hofu huwa ni hofu ya kutokufahamu. Ndicho ambacho kilitufanya siku ile tulikuwa hatuna nyuso za furaha sana. Niliona wengi kabisa wasema hivi itawezekana kweli hii? Na hasa tuliposhusha vile vifaranga, kaonekana mbona ni tudogo sana. Ndugu zangu, leo wale vifaranga mliowaona wa gramu 8, gramu 9, sijui gramu 10, leo kuna gramu katika uchache sana. Unazungumzia gramu 400, ananiambia na 50, lakini ulivyofanywa utafiti ni gramu 463 wastani wa uzito wa huyu samaki mmoja. Ina maana kwamba unapokuwa na samaki wawili na kidogo unapata kilo moja. Lakini mnaona muda uliotumia kuvua samaki, wavuvi ambao mnafahamu hii kazi kwa muda mrefu, uvuvi wa samaki wengi kiasi hiki, ungeenda kwenye mavuvi ya asili ungetumia muda gani? Ni muda mrefu sana. Naambiwa ni siku nzima, na pengine usipate kwa wingi huu. Lakini zaidi ya yote, sisi Tanganyika, ziwa Tanganyika tunapata baraka. Hayo maji mimi nimekunywa kama alivyo. Maji ni masafi. Samaki mnaona jinsi ambavyo wako vizuri. Jamani, hivi kuna sababu ya kurudi nyuma kweli? Na wauliza, kuna sababu ya kurudi nyuma? Uvuvi hoye! Ufugaji hoye! Kwa hiyo leo nimekuja hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji. Mnamkumbuka, alikuja hapa sio mara moja, waziri wetu wa uvuvi, waziri wa kwanza wa uvuvi mwanamke katika historia ya taifa letu. Akaniambia, nenda ukashuhudie, nenda kanithibitishie kwamba kweli wale samaki wamefikia umri wa kuvuliwa. Sasa nadhani mmeona wenyewe. Kuna sababu ya kumpa taarifa? Taarifa ndio hii. Maana mkutano huu wote ni majibu ya kwamba ziwa Tanganyika, ufugaji wa samaki kwa njia vizimba. Tumeenda upande huu wa kulia kwangu, tumekwenda tukapandikiza vifaranga aina ya Oreochromis tanganyikae. Sasa hao vifaranga hawako kwenye cage, hawapo kwenye vizimba. Wenyewe tumemwaga eneo ambalo kuna utulivu, eneo lisilokuwa na bugdha, eneo ambalo baada ya utafiti uliofanywa inaonekana kwamba hapo ndipo kuna chakula kingi. Hilo eneo linaitwa ni eneo la mazalia na ni eneo la makulia. Mazalia ya nini? Kwamba hawa samaki lazima wawe na utulivu waweze kuzaliana. Wakiwa mle ndani hawawezi. Kwa sababu kwanza hawa walioweka kwenye vizimba mara nyingi tunaweka jinsia moja. Jinsia moja kwa sababu hatuhitaji kuwafanya waongezeke. Tunahitaji tu kwamba wenyewe wakue ili hao samaki wanenepe, watu wakawanufaike huko. Lakini huku tunaweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazalia yanakuwa yanatunzwa, lakini pia samaki watakuwa endelevu sasa na hata miaka mingi. Sasa ule pia ni uwekezaji. Msidhani kwamba kule kutupa vifaranga basi tulikuwa tuna mara pa kuvipeleka. Hapana. Ni nini jamani? Ni uwekezaji wa serikali. Na tumeanza na awamu ya kwanza kupandikiza vifaranga 10,000 kwenye hili ziwa Tanganyika. Pale tumefanya demonstration tu. Vifaranga hivyo baada ya muda wa miezi kuanzia 3 na kuendelea, wataanza wenyewe sasa kutaga mayai na kutoa vifaranga. Ili eneo litakuwa ni eneo ambalo ni msitu wa samaki. Sasa tukiingia tukaanza kuvua hapa, tutaharibu. Tumeelewa jamani? Tukiingia tukaanza kufanya shughuli za uvuvi hapa, tutafanya nini? Kwa hiyo hapo tusiende. Na sheria inazungumza wazi, maeneo yaliyotengwa mahususi kwa ajili ya mazalia ya samaki, shughuli za uvuvi haziruhusiwi. Kwa hivyo naomba tuwe walinzi wenyewe. Nimemwomba Mheshimiwa Rais, lakini narudia kwamba mlinzi namba 1 ni mimi na nani? Na wewe. Na nashukuru sana. Na mwenyekiti yuko hapa ananikumbusha. Mwenyekiti yuko hapa ataturatibu. Ni katiba ya nchi ibara ya 27 inazungumza kwamba swala la kulinda rasilimali za asili za nchi yetu ni jukumu la kila mtu.
Tunashukuru tu kwamba tuna mifumo kama hiyo ya kitaasisi, tunakuwa na ofisi, tunakuwa na chama, tunakuwa na serikali, tunakuwa na vyombo mbalimbali, lakini ni jukumu la kila mtu. Kwa hiyo mwenyekiti tusimwache peke yake, rasi tusimwache peke yake, hata wizara tusiache peke yake. Tutaendelea kupandikiza hivyo vifaranga, hatutaishia hapo. Tuhakikishe kwamba ziwa hili linaipata ile heshima yake ambayo inajulikana tangu miaka yote. Sawa jamani? Uvuvi hoye! Na ili kukazia hilo, maana nitaondoka hapa, kuna tukio jingine linanisubiri hapo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri na kwa niaba ya serikali, naomba kuambia kwamba uwekezaji wowote utakaofanya ziwa Tanganyika, uwe ni wa asili au ni wa watu, tutaulinda kwa wivu mkubwa. Narudia, uwekezaji wowote utakaowekezwa ndani ya ziwa Tanganyika kwenye masuala ya uvuvi, kama ambavyo mwenzangu wa bandari anafanya, tutaulinda kwa wivu mkubwa kabisa. Na katika kutimiza hilo, leo hii kwenye tukio la pili tunakokwenda, tunaenda kukasimisha boti kwa ajili ya kufanya patrol kwenye maeneo yetu ya uvuvi kwa BMUs, lakini pia na taasisi zetu ambazo ikiwepo na wizara yenyewe, watu wa FRP. FRP ni kikosi maalum cha ulinzi wa rasilimali za uvuvi nchini. Tutakabidhi ili waweze kuwa na nafasi ya kufanya ulinzi, kufuatilia, kuhakikisha kwamba watu hawaingii na kuvamia na kuleta zile shughuli ambazo huwa tuzipendi sana kuzisema, unaitwa ni uvuvi haramu. Kwa hiyo natoa wito kwenu, wakati ninyi wenyewe mtakuwa ni wa kwanza kulinda, lakini tambueni kwamba tuna doria. Tutaenda kugawa boti 8. Hizi zote zitakuwa nafanya kazi ya kuhakikisha kwamba